Miaka miwili iliyopita ukipata selimundu, kinachokutokea ni kwamba unasubiri, unakuwa tatizo linakusumbua na watu wengi wafikishi miaka 45 wamekuwa wamekufa. Lakini rais wetu ametuletea teknolojia, na mnakumbuka tulivyokuja kwenye bajeti yetu ya mwaka jana, uliona mtoto aliyeletwa hapa ambayo tayari ametibiwa ndani ya nchi hii na akapona selimundu. Na sasa mpaka sasa watoto zaidi ya 30 wametibiwa na wote wametibiwa bure. Lakini ni waombe waheshimiwa wabunge, tunapoelekea sasa kwenye bima ya afya kwa wote, nadhani itakuwa ndio suluhisho la kudumu, kwa sababu sasa hivi hawa wanaotibiwa bure sio kutoka kwenye bajeti ya taifa, ni juhudi za rais binafsi kutafuta fedha kwa wadau na kusaidia hawa maskini wasiojiweza. Waheshimiwa wabunge, maswali kwa kifupi. Shukrani zenu nimeshapokea tayari, kwa hiyo moja kwa moja kwenye swali. Mheshimiwa Dr. Christine Mzava, swali la nyongeza. Kwa kuwa sababu mojawapo ya magonjwa yasiyoambukiza ni swala zima la mfumo wa chakula, namna ya ulaji chakula, na kulikuwa na taasisi ambayo ilikuwa inashughulikia masuala ya chakula na lishe ikarudishwa kwenye Wizara ya Afya. Je, hamuoni sasa kuna umuhimu wa taasisi ya chakula na lishe kusimama yenyewe kama taasisi ili iweze kufanya utafiti? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, nakubaliana kabisa na Dr. Mzava kwamba masuala haya ukitaka kuyaondoa na kuyapunguza kabisa, unadili na eneo la lishe. Lakini kuna mchakato maalum uliofanywa na serikali na ushauri na michakato mbalimbali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ndio maamuzi yaliyofanyika yakafanyika. Nachotaka kumhakikishia, hii taasisi ya lishe inakuja ndani ya wizara na kuwa kama idara, na waziri wetu ataisimamia kwa karibu sana na kuhakikisha inaleta matokeo makubwa hata kuliko ilivyokuwa inajisimamia yenyewe. Mheshimiwa Grace, swali la nyongeza. Afya isije na mpango mkakati kushirikiana na Wizara ya Michezo, Wizara ya Ujenzi, kuhakikisha kwamba kuna jengwa viwanja na ili wananchi waweze kuweza kukimbia, kutembea na kufanya mazoezi katika maeneo yetu ya halmashauri zetu. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, nimtoe tu wasiwasi Mheshimiwa mbunge, hicho ndio kinafanyika, na ndio maana unaona kuna ushirikiano mkubwa wa Wizara ya Afya na Bunge, lakini na Wizara ya Michezo, na hata utakapoona tunapongojea michezo ya AFCON na mambo mengine, utaona ushirikiano wa karibu sana na Wizara ya Afya, lakini pamoja na Wizara ya Michezo katika kuhakikisha tunafanya hayo. Sasa kwa sababu ni masuala ya kibajeti, kila wakati tunaenda kitaifa, lakini polepole mpaka tutashuka kwenye ngazi ya wilaya, lakini mambo hayo yanakwenda na yanaenda pamoja. Mheshimiwa Asia Halamuga, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Je, ni upi mpango wa serikali wa kupunguza gharama za matibabu ya figo kwenye kusafisha pamoja na upandikizaji, kwa sababu ugonjwa huu kwa sasa umekuwa ukiwaathiri sana wa Tanzania na haswa walioko vijijini, kwa sababu hawana uwezo wa kukidhi gharama za upandikizaji lakini pia za usafishaji? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, ni kweli kama anavyosema Mheshimiwa mbunge, kumekuwepo na gharama kubwa za kusafisha figo na mambo mengine, sio tu figo lakini hata tiba mbalimbali ambazo zinatokana na haya magonjwa ya kuambukiza. Lakini kama anakumbuka Mheshimiwa mbunge, miaka 3 iliyopita kusafisha figo ilikuwa ni 400,000 mpaka 600,000. Lakini kwa sasa utakuta baadhi ya hospitali zetu zimeanza sasa, utakuta zingine 120,000 na zingine 200,000. Maana yake zinaanza kushuka. Lakini mpango wa serikali ni nini? Moja ni kuhakikisha vifaa ambavyo vinatumika kwenye kufanya shughuli hiyo, vitendanishi na dawa, tuna access moja kwa moja kwa viwandani. Lakini pia kuhakikisha katika watu wanaoingiza nchini hivyo vitu, tunaongeza wadau mbalimbali wanaoingiza ili kutengeneza competition ya wafanyabiashara, ili pia kushusha bei, wakati MSD na inatengeneza mkakati wa kwenda viwandani na kuhakikisha inachukua yenyewe na kusupply kwenye hospitali zetu ili kuzusha gharama. Mheshimiwa George Ranwell Mwenisongole, mbunge wa Mbozi, sasa ulize swali lake. Je, sera ya taifa ya afya ya mwaka 2007 inayosema akina mama wajawazito watajifungua bure bila malipo bado ipo?
Mheshimiwa Spika, sera ya taifa ya afya ya mwaka 2007 ipo na inatumika kutoa miongozo katika uendeshaji wa utoaji wa huduma za afya nchini. Hata hivyo, wizara iko katika hatua za mwisho za mapitio ya sera ya afya mwaka 2007. Hata hivyo, kuanza kutumika kwa bima ya afya kwa wote itakuwa suluhisho la kudumu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa George Mwenisongole, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali ya nyongeza. Kwanza nishukuru kwamba serikali imekiri kwamba hii sera ipo, lakini kiuhalisia hakuna mama yote mjamzito hapa Tanzania anayejifungua bure. Sasa nini kauli ya serikali ya kuzitaka hizi zahanati, vituo vya afya na hospitali ambazo zinatoza akina mama wajawazito kinyume na sheria na sera yetu ya mwaka 2007? Swali la pili, sasa hivi mama akienda kujifungua anaambiwa lete nyuzi, lete drip, lete gloves. Na hivyo vifaa sio vyote vinavyotumika, na vikibaki vinabaki kule hospitali. Sasa nini kauli ya serikali kuhakikisha hilo jambo aliendelee? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza nimtoe Mheshimiwa mbunge wasiwasi kwamba hii sera kwamba hai-apply. Ni kweli ina apply, lakini kwa sababu ukiangalia, ukipiga hesabu ili uweze kuwahudumia kina mama wote bure kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ametamani, unahitaji bilioni 227. Lakini ukweli hapa bungeni nyewe mnajua wenyewe kwamba tumekuwa tukitenga bilioni 200 kwa ajili ya dawa tu. Maana yake ni nini? Ni ukweli kwamba hutaweza kuwahudumia kina mama wote kwa bure kama ambavyo ametamani Mheshimiwa mbunge. Lakini Mheshimiwa mbunge, kumbuka tulikwenda ziara ya waziri mkuu pamoja na wewe jimboni kwako. Unakumbuka mimi na wewe waziri mkuu alivyotuacha, tulienda pamoja kwenye kituo cha afya kilicholalamikiwa, lakini hospitali ya wilaya ulikuta kwamba walikosea kwenye kutengeneza maoteo. Maana yake tulikuta kwamba matumizi yao ya mwaka ni zaidi ya milioni 800, lakini wao wakaleta matumizi ya milioni 400, na wakati huo tayari wameshatumia milioni 507. Maana yake ni nini? Kuna shida katika eneo la uongozi. Na kama unakumbuka tulienda kwa DMO tukakuta bado kuna zaidi ya shilingi milioni 400 kwenye akaunti hazitumiki, lakini hospitali haina dawa. Kwa hiyo matatizo kama hayo ya uongozi yanaweza kawa yanaleta shida. Kwa hiyo mimi nikuombe Mheshimiwa mbunge tuwasiliane ili tuweze kuliangalia kila jambo specifically ili tulitreat kama linavyowezekana, kwa sababu mengine yanawezekana akawa ni ya kibudget kweli kwamba wamemaliza hawana, lakini mengine yanaweza katokana ni namna leadership wanavyofanya wenyewe.